Ndani ya kioo cha Starabika asubuhi ya leo, msikilizaji, siku ya leo I just feel like being positive. Sawa. Katika jamii yetu tumezungumzia sana stories za ni vitu gani zinavunja ndoa, ni vitu gani zina sitisha mahusiano, ni vitu gani zinafanya watu wakosane, ni vitu gani zinafanya watu wapigane, watu wauane. But today I want to change the narrative kidogo. Nataka tuzungumze. Uniambie ni vitu gani unahisi kwamba vinafanya uhusiano wako na mpenzi wako pale nyumbani kuimarika. Sawa. I want us to be positive. Ni vitu gani? Ndio hata kama mtu alikuwa anatafuta tu tips mtu alikuwa anatafuta sasa nitamfanyaje huyu mpenzi wangu aweze na yeye pia akafurahi, ama tuache huu ugomvi ambao tuko nao. I want us to be happy the way we started our relationship. Sawa. I just want to know, ni vitu gani hivi ambavyo unafanya vina spice up your marriage or relationship pale nyumbani, si ndio? Hebu tuzungumze. Namba yangu iko wazi 0719012700. SMS line yangu pia iko wazi 22277. First officer. Good morning. Good morning. How are you? I'm fine. First officer hapa Postea Banana. Yes, karibu sana. Nashukuru sana. Lita kijibaridi tuko ndani. Yes. Sasa kama nikiingia kwenye mada. Yes. Mambo ni mengi ambayo yanachangia kuimarisha uhusiano wako na wa mpenzi wako. Nataka uniambie wewe kile kimoja tu ambacho una feel kwamba this has worked for us. This has worked for me. Kile kimoja kwanza ambacho ni cha muhimu sana kwa vyote. Yes. Ni ule upendo wa dhati. Ndio. Na uwe mtu wa kupenda peace, amani. Manake mahusiano bila amani hayo si mahusiano. Licha kwamba watu sema pesa ni muhimu, pesa ndio dawa ya ndoa. Okay. Pesa si dawa. Unaweza mkawa na pesa lakini hamna amani pale nyumbani. Jambo la kwanza ni amani. Either mmepata chakula hamjapata, lakini kuwa na ile amani. Alafu jambo la pili, tengeni muda. Okay. Angalau mzungumze. Okay. Manake kule kutenga muda ukasikia mpenzi wako anasema lipi na wewe unasema lipi, ndio yale mawazo pamoja, uhusiano wenu unazidi kuimarika. Okay, sawa. Asante sana first officer. Anasema kwamba pesa sio kila kitu, lakini mimi nitakwambia pia usikose pesa. Frasha, mambo? Nakwaje Kambua? Niko fiti, uko aje? Kabisa. Karibu sana. Kwema kabisa. Wewe uko aje? Vizuri, nang'ang'ana tu pole. Okay. Lakini Mungu naye ametupea uhai nao tunao. Cha muhimu zaidi. Kabisa. Okay, ndani ya kioo cha jamii. Labda familia inafurahi. Ama inafurahia. Yeah. Ile maelewano kwa familia. Kiwa na maelewano. Na zawadi kidogo. Na hello? Yes, nakusikia. Zawadi kidogo kama kwa mfano Flasha huyo hapo kuna ndoa yake. Yeah. Analetea mama zawadi kidogo. Hata kama anafanya kazi, wewe ashumu ni kama afanyi. Yes. Ama hakuna pesa anapata. Namleta zawadi anafurahia. Na msingi wa familia unajua sasa ni ile furaha. Okay. Ukiwa na furaha, familia inasimama vizuri, mambo yanaenda mbele vizuri. Alright, sawa. Asante sana Frasha mambo. Yeye amezungumzia zawadi hapa. Mimi kwanza nimekwama hapo kwa mimi ni mtu ambaye anapenda zawadi. By the way, mimi hata ukiniletea tu ile pipi ya kumumunya, mimi nitasikia vizuri. Mimi napenda zawadi. Ai jamani, producer wangu sijui kama unanisikia. Bwana, by the way, big shout out to my producer Brenda Obura. Producer, mimi napenda zawadi. Kwa hivyo ukiona kesho uje na kijizawadi, it's okay. I will be very okay. Radio Maisha, hello. Radio Maisha. Yes, mambo vipi? Poa Kambua. Uko aje? Niko fresh kama kawaida, nashukuru Mungu. Alright, karibu sana. Leo nimeingia kwa mpigo sana, nashukuru Mungu, nimeingia kabisa. Simu ina watu tuko wengi, lakini nashukuru nimeingia. Ni Elijah Mbeo. Alright. Kwa maeneo haya ya Naroko. Sawa, karibu.
Sasa Kambua, tukiingia kwenye mada, Yes. kitu ambacho unaweza furahisha mtu wako ni kuwa na upendo. Yes. Alafu nitakubaliana na huyo mwenzangu mwenye ameenda zawadi, yani kusahii kama siku ya wanawake. Unaona, unaweza chukua zawadi unapelekea mke wako. Ndio. Anafanya maneno hapo nyumbani, unakula kila kitu, unampea kwa zawadi. Alafu ukombi hapana, yani ni upendo tu, yani mkue pamoja, mshirikiane kila kitu. Yani mshirikiane kila kitu ambacho kinahitaji kwa upendo na muwe pamoja, na hata watoto nao pia wanataka upendo wa mama na baba. Alright. Sawa sawa. Asante sana. Na mimi sitaki uniambie vile vitu ambavyo watu wanafaa kufanya. Mimi nataka uniambie kile kitu ambacho umefanya na kikawaka katika marriage ama relationship yako. Mimi usiniambie kila mtu anajua kwamba vitu fulani watu wanafaa kufanya ili kuweza kudumisha upendo pale katika nyumba. Lakini mimi nataka kujua ni kitu gani ambacho wewe umefanya kimewaka kwako. Sami? Yes, Christine. Mambo vipi? Mambo poa. Hapo ni respect tu ndio kitu muhimu. Ni respect. Yes, uheshimu ndoa pande zote. Alright, sawa sawa. Asante sana. Asante Sami. Sami amesema kwamba respect the first thing. Paulo Bungoma. Yes, Kambua. Good morning. Morning too. Karibu sana. Huyu ni Paulo Bungoma kutoka Wakanya. Yes. Sasa niko sasa huko Bungoma. Kambua, ni venye alikuwa ameniambia nitume hiyo SMS nilituma na sikuona watu nini. Siko reply. Oh, okay. Ndio nilikuwa nasema niko na vitu na hospitali na sijaweza kulipa bili yote, sasa nilikuwa naomba Wakenya wanisaidie kitu. Okay, sasa sawa. Leo hii unaweza taja tu namba yako hewani, yeyote tu ambaye atahisi anaweza kukusaidia. Taja tu namba yako. Namba yangu ni 0703 1100. Rudia. 0703 69 1100. 07 03 69 1100. Sawa. Kwa mtu yeyote ambaye ataguswa kumsaidia Paul ambaye mke wake ako hospitali, tafadhali anaomba usaidizi wenu. All the best na namtakia mke wako afueni ya haraka. Nashukuru. Alright, sawa. Dan. Radio Maisha, hello. Hey, Christy. Yes, good morning. Ukoaje? Niko salama. Wewe ukoaje? Good morning to you too. Mimi niko poa. Alright. Na nataka tuingie kwenye mada. Kabisa. Mwenye ameongelea respect, I don't know kama I have the right to say this because sometimes we learn from our mistakes. Lakini mtu amesema respect amecover everything that needs the relationship to actually work. Okay. Because hapo ndani kuna nitazungumzia loyalty. Yes. Kwa marriage loyalty haina break. Ndio. This means that whatever you are going through, mwisho wa siku huyo ni bwana yako, huyo ni bibi yako. Ndio. You have to respect that, and it doesn't mean that every time sisi tunagwaruzana Christy, that I go find solace in another woman. Ndio. Ngoja kidogo. Rudia tena. Ndio nakwambia, it doesn't mean that mimi na wewe tukitagusana tukosane. Ndio. Naenda sasa kwa side kama mwanamke mwingine anitulize roho. Yes. Inamaanisha nafaa kukaa kando nikirespect ndoa yangu, nikijua hata kama tunapitia mambo magumu saa hii. Ndio. Tunaomba, tunasema ndoa yetu itarudi sawa. Yeah. And this has to be both parties. That is why tunasema loyalty haina break in both parties. Kitu ya pili ni care. You have to care for it. Hiyo kila mtu anaelewa. Kitu ya tatu ni companionship. Lazima mkuwe mna rhyme na lazima you work towards that relationship. Hii inaendelea kwa kukua na open communication that it is actually substantial. Si just communication. Inaweza kuwa communication. Hii inamaanisha hata communication ile transparent yenye na kuelewa na wewe unanielewa. And that falls into understanding. Unaelewa tu mke wako ni nini anataka, ni nini hataki. Kama hataki kuongea na ex, usiongee na ex katika ndoa. Understanding. Kama mwana juu kusema kweli,
hii mambo ya simu italeta shida sana. Mimi sitaki social media wewe ujipost Christina, unaelewa ni hivyo. Mbona unaenda unajipost? Kwani ndoa yetu ni kubwa zaidi kushinda hiyo Instagram likes and followers and comments that you're chasing honest. Yeah, that translates to also openness. Tukue tufunguke tuseme hii ndoa ni yetu mimi na wewe, na hapo ndo nitamalizia Christina. Asante sana. Na amezungumzia kitu cha maana, amezungumzia loyalty. Sio eti mimi nikigombana na wewe kidogo kidogo umekimbilia tu kwenda kutafuta mwanamke mwingine. Wewe umekimbilia tu kwenda kutafuta mwanaume mwingine. Sasa inakuwa umekosana na mume wako. Sasa unaanza kuentertain wale wanaume wote ambao wamekuwa kwa inbox ya kwako. Respect and loyalty. Dan. Kambua. Yes, mambo vipi? Mambo fresh. Yes. Kambua, kitu tu ambacho mimi najua tu ni kitu muhimu. Yes. Kuwa tuna self control. Wisdom. Hiyo ni vitu muhimu katika utoa na. Najua wakati mwingine watu wanashindwa kujicontrol. Yeah. Unapata umeanza tu kupandisha hisia zako, unaanza kuwa mtu tofauti mpaka unaanza kuongea ati kama si mimi. Wacha sasa utanitambua. Utanitambua kwa vitu gani? Kuna mambo mengine hata si kwa lazima uongee. Unaweza nyamaza tu, hiyo ndio njia moja ya kusuluhisha mambo yako. Yes. So mostly wanaume, wacha tukue wisdom maishani mwetu. Ukiwa tuna mke ama tu kuwa na watu wakaritumia tu wisdom, utajicontrol vizuri sana. Hii tena maisha yatakuwa mazuri. Lakini wakupayuka ati mimi watanitambua, nataka sasa unielewe mimi ni nani. Wewe ni nani? Si tumekuwa na wangapi wamekitamba hivi? Si wewe ni Dan tu. Yeah. Wacha tutumie tu hekima, itatusaidia. Asante sana Dan. Mambo ya kutishana ati utajua mimi ni nani? Surely. Danny boy. Kambua. Mambo vipi? Mambo fresh, uko aje? Niko fiti, wewe? Hadi mimi niko fresh, Mungu anasaidia. Yes. Nasemaje Kambua? Ndio, sema nisikie. Siku zote ndoa ni kuaminiana. Yes. Alafu unajua nyinyi kama wanadada ama wacha niongelee mpenzi wangu. Yes. Yeye anapenda kufurahishwa sana. Jusa kwa mfano ikifika weekend anataka kutengenezwa kama ni nywele. Yes. Baada hapo anataka nguo, alafu muende kama kwa mimi napendana na maji, swimming pool. Yeah. Sasa lazima nimpeleke hivyo afurahie Kambua. Okay. Sasa hapo tunakuwa tu busy weekend. Sasa hata mambo ya siji tutagombana hii hatuwezi patana nayo Kambua. Okay. Ni hivyo tu Kambua. Mambo rahisi tu inakata vitina mingi. Asante sana Danny boy. Radio Maisha, hello. Hello Kambua. Yes, mambo vipi? Poa sana, ni Felix Kaila kutoka Matungu Mumias. Alright, karibu sana. Mimi hapo naweza sema. Yes. Bala kila kitu tu hata ikuwe nini bila trust haiwezi. Okay, unasema trust ndio jambo la muhimu katika mahusiano. Ndio, trust ni ya maana, alafu hizo vitu zingine wacha tuzipate nyuma. Okay, sawa. Asante sana. Radio Maisha, hello. Good morning. Good morning, how are you? I'm good. Karibu sana. Kwa majina ni Kelvin kutoka Marakwet. Alright. Show iko best, sina maoni mimi. Asante sana. Radio Maisha, hello. Hello Radio Maisha. Mambo vipi? Poa, unazungumza na Maulidi kutoka sehemu za Matungu Kakamega. Karibu sana Maulidi. Nikiwa hapa Juja. Alright. Sasa mimi ile kitu ndio. Yes. Ndoa ni ile tu kukubali ile maisha mko nayo. Ndio. Ukubali mpenzi wako vile alivyo. Na pia mnapanga hata kama ni kasiku ka weekend hivi mnaenda kutembea sehemu mbalimbali, unamtembeza. Unamtoa out pale anasikia vizuri. Hata kama huna pesa kumbaia tu hata kasoda hivi, maisha itaendelea tu hata chipo ya 100 tu. Kabisa Kambua. Kabisa. Maulidi wewe. Radio Maisha, hello. Radio Maisha, hello. Mambo vipi? Mambo poa Kambua. Karibu sana. Nani kutoka wapi? Ni Elijah, nimerudi. Alright.
Sasa Kambua, kitu yenye mimi nitasema tu ni respect. Okay, sawa sawa. Asante sana. Amesema respect. Jose Waruaka. Kambua, good morning. Good morning. How are you? I'm good, and you? Niko salama kabisa. Karibu. Asante sana. Sasa Kambua, mengi yameongelewa. Lakini mimi naweza ongezea labda mazungumzo kama mimi. Yes. Huwa kitu kikinikera labda akifanya jambo ambalo halijanifurahisha. Ndio. Kunyamazi huwa kitu na cheti. Unazungumza na mwenzako. Zungumza, yeye ananiambia mbona ukafanya hivyo? Yes. Mimi pia namuelezea upande wangu, na tunapata tunasuluhisha. Hata kama nilikuwa nimefika hapo, kama nimekasirika, ndio unapata hata labda wewe ndio ulikuwa na makosa. So mazungumzo ni kitu ya muhimu. Asante sana Jose Waruaka. Na hapa huwa kuna shida kubwa sana wakati wa mazungumzo. Unapata kwamba sasa mwenzako amefanya kitu, umemnunia na haujamwambia kwamba amekukosea. Yeye maskini hata ajui. Anafanya kukutana tu na mtu amenuna, anashangaa sasa hapa mimi nimefanya nini, ama kwani huyu shida ni gani? Usinune ukiexpect mwenzako atajua shida zako. Hapana, zungumza. Jibonge, sawa sawa. Namuona kwenye SMS line yangu Ruth kutoka Kitui anasema kuheshimiana kwa ndoa. Alright, asante mama. Namuona hi, it's Kelvin. Vile partner anapenda, alafu bado maelewano. Show love even the time of difficulties. Have joy. Have time to talk. Alright? Anasema kwamba jamani, ujue kwamba mwenzako anapenda nini na bado kuelewana pale. Muonyeshe hata upendo hata kama mambo hayako mazuri. Sasa wewe usimtenge ama ujitenge ama uache kuongea pale nyumbani. Mambo ni mazito ndio, lakini figure it out together. That is all about love. Si ndio? Anasema kuheshimiana na tena upendo na kujifurahisha na zawadi. Alright, sawa sawa. Anasema mimi kitu nataka ni trust na peace. Felix Tyler from Matungu Mumias. Alright, kumtegemea Mungu tu ndio uendelee. Sawa sawa. Huyo anasema jamani, watu wamtegemee Mungu hata kwenye ndoa. Sawa sawa. Anasema I'm Faith kutoka Macha. Kitu muhimu ni mapenzi ya dhati, amani na pia kuwa na muda wa kuwa pamoja na mpenzi wako. Sawa sawa. Nani mwingine pale? Nani namuona? Lakini okay, sawa sawa. Huyo alikuwa naomba ngoma. Paul. Yes, Kambua. Mambo vipi? Hapo anaona watu wananiuliza majina. Jina ni Florence Wabwile, jina ya bibi. Okay. Yeah, watu wananiuliza majina sasa wafikiria labda tunafanya ukora. Jina ni Florence Wabwile. Na wakituma pesa inaleta nani? Florence Wabwile kwa jina ya bibi yani. Florence Wabwire. Yeah, Florence Wabwile. Alright, sawa. Na kwa simu ya Paul msikilizaji, utaniruhusu nikomee hapo ndani ya Kioo cha Jamii. Watu wapendane, watu wazungumze. Yani hizi vitu sometimes watu wanakaa bila kuongeleshana for weeks, for days, for months. Yani for no good reason. Kitu kidogo tu, kitu ambacho ungeita mwenzako mzungumze. Na kitu kingine, by the way, kitu cha mwisho sasa kabla niondoke. Wakati ambapo mwenzako anakuambia kwamba baby sijapenda kitu fulani, usikue mkali, usikue defensive, msikize pale. Hata kama wewe unajua hii kitu yenye anaongea haiko kwa akili yako, msikize tu, mwambie it's okay, I understand you, hivyo tu. Sasa ukianza kujitetea, kesho atakuja kukuambia kitu kinamkwaza kweli, hapana, hata kuja na itakuwa ni ngumu kwake. Kwa hivyo jamani, watu wapendane. Mapenzi ni kitu kizuri na watu wazungumze. Talk to each other. Kama mtu amekukosea, mwambie baby, umenikosea hapa na pale. Mwambie sweetie, hapa kidogo kuna mahali tu sisiki vizuri. Kuna mahali si feel poa. Umefanya hivi na ijani bamba. Si ndio? Jamani, mlipendana mkiwa mnapendana vizuri, mapenzi mazuri. Sasa hivi mbona mnanuniana? By the way, kama uko pale nyumbani unanisikiza sasa hivi na umenunia mtu wako, hebu mtext. Ama kama uko karibu na yeye, muangalie, smile, muongeleshe pale, mwambie ni mambo ya dunia na yatapita. Turudi kwa mapenzi yetu, tuendelee na life. Si ndio? Ndio mwisho wa Kioo cha Jamii. Mimi unaniita Christine Kambua. Hii ni Starabika ndani ya Radio Maisha, radio zaidi ya radio.